Baada ya kufunga ofisi nikasikia fujo barabarani, watu wanapita na matusi, watatujua wale. Kaona hapa vurugu limeshaanza. Maana sio maandamano, ile ilikuwa ni vurugu. Vurugu zile zilipoanza, mimi nikaelekea nyumbani. Sikukaa barabarani. Mida saa 11 mwenzangu huyu alinipigia simu. Ungeamini ofisi zetu zimevunjwa. Mimi nilikuwa sijaamini kwa sababu kwenye ofisi kama hizi sijui walikuwa wanatafuta. Mimi sikuwahi kufika kwa sababu ilikuwa kwa siku ile barabarani ilikuwa ni kugumu. Nikakaa hata siku ya pili yenyewe ilikuwa hali bado haijaruhusu. Hali ilipokuwa mzuri, nikaja nikafungua, nikaangalia humu hamna chochote. Mashine 3 zimeenda, nilikuwa na vitambaa vyangu vya shule, vya suti zimeenda, nilikuwa na nguo za wateja nimeshazishona wenyewe wanakuja kuchukua, zimeenda, suti, kaunda suti, kila kitu kimeenda. Hapa kama mnavyoona humu hamna chochote kilichobakia cha kutumia. Hamna chochote. Kila mtu kajionea. Hapa hatukomoi serikali. Tunaojikomoa ni sisi wenyewe. Kwa sababu huwezi ukaandamana unaenda kuvunja maduka ya watu. Huwezi ukaandamana ukaenda ukavunja miundombinu, vituo vya mabasi. Huwezi ukaandamana ukachoma magari ya watu. Sio maandamano. Hizi ilikuwa ni wahalifu waliojipanga. Maandamano hayawi hivyo. Maandamano kunakuwa na kitu maalumu ambacho mnakidai. Wamerudisha nyuma sana. Na sasa hivi sijui ni muda gani nitakaa sawa mpaka ni katika hali. Kwa sababu mimi na familia, mke na watoto wananitegemea mimi. Mimi ndio kichwa cha familia. Nitoke watoto wapate chochote. Lakini hapa leo mimi sina chochote cha kutoka hapa nikasema nakuja kufanya kazi. Alafu narudi nyumbani na chochote. Hamna chochote. Yaani maisha yangu kweli yamerudi nyuma sana. Amani ilitetereka kwa kweli. Kila mtu alikuwa na mfadhaiko kwa sababu si hali ambayo tumezoea katika nchi yetu ya Tanzania. Haijawahi kutokea. Vile ni vitendo ambavyo sijui vilitokea wapi. Vilitoa taharuki hata kwa watoto wetu. Lakini ile ilikuwa ni hali ya hatari. Na hapa Mwenyezi Mungu katuletea tu mafunzo. Kama mtu anasema kinuke. Hizi kama kutuonesha tu kama kikinuka inakuwa hivi. Sasa ile pale ilikuwa ni sekunde tu. Ajenga alikuwa mwezi sasa.